Tutasoma mstari mmoja pekee na tutajua hadithi ya mwanamke because we know the account of the Samaritan. Says verse 19, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. I perceive, that's the word, I perceive. Some versions will say, I understand that you are a prophet. So tunasema kwamba ninajua, tunasema kwamba ninahisi kwamba wewe ni mtu wa nabii wa Mungu. Let's go to 1 John. Twende kwa Yohana, kwa kwanza wa Yohana. 1 John chapter 5 verse 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 20 verse 20, chapter 5 verse 20. Sura 5 mstari wa 20. Very fast. Upesi mno. And we know that the Son of God is come. Na tunajua kwamba mwana wa Adamu amekuja. We know that Jesus has come. Tunajua kwamba Yesu amekuja. And he has given us an understanding. Naye ametupa kuelewa. So the whole business of Jesus coming is to give us an understanding. Sababu na kile Yesu kuja ni kutupatia kuelewa. That we may know him that is true, and we are in him that is true even in his son Jesus Christ. Sisi tujue kwamba ni wa kweli na mwana Yesu Kristo mpendwa. Yeah, let's go now let's go to Psalms 119. Twende katika Zaburi 119. Or last scripture. Hapa andiko letu ama somo letu la mwisho. Then we'll pick from there. Kisha tutachukulia toka pale. Psalms 119, 130. Zaburi 119 mstari 130. Is the verse below 130. 130 tunajua the entrance of thy words giveth light, and it gives understanding to the simple. 130. Kufafanusha maneno yako patia nuru na kumfahamisha mjinga. The entrance of the words giveth light, and it giveth understanding to the simple. Kinywa chako chaleta nuru na mwelekeo na kumelimisha mpumbavu. Amen. Amen. So our decisions this morning to be to listen a little bit closely. Nitawasita tafadhali msikilize kwa karibu asubuhi ya leo. Now just to give you summary of what we've been learning. Ili kuwapatia tu kidogo muhtasari wa mambo ambayo tulikuwa tukiyasoma. Bishop has said, Askofu amesema, we are on our journey to maturity. Tuko katika safari yetu kuelekea ukomavu. And we say maturity is not instant. Sasa kwamba ukomavu si ghafla. It is ritual by ritual. Ni kidogo kidogo. If you read in Exodus, ukisoma katika Kutoka, Moses was speaking to the children of Israel and told them, Musa alikuwa anazungumza na wana wa Israeli akiwaambia that he will not give you that land instantly, the whole of it. Kwamba hata wapatia hiyo nchi mara moja tu. But he will be driving out those people who are living in that land. Bali atakuwa akiwahamisha wakazi hiyo nchi wakao katika hiyo nchi. And then you will occupy the land little by little. Pole pole atawahamisha nani mtamiliki hiyo nchi pole pole. Because think of it, they are given the whole entire land. What were they to do with it? In fact, they were very few. Fikiri kwamba watatoa nchi yote nzima kwamba na wao ni wachache mno tena. The same thing is maturity. Jambo hilo pia ni ukomavu. It is ritual by ritual. Ni kidogo kwa kidogo. It is a process. Ni hatua. And in that process, na katika hatua hiyo, there are some things that die. Kuna vitu hufa. There are others that come to life. Kuna vingine kuja kufufuka kutoka kwa mauti. He never don't say that I might decrease. I must decrease. Kumbuka yeye anasema kwamba yanipasa nipungue, that he may increase. Ili apate kuongezeka. In our journey to maturity, katika safari yetu katika ukomavu, there are things that continue decreasing. Kuna vitu uzidi kupungua. The reasoning that we had there before. Kufikiria tuliokuwa nako hapo awali, they continue dying in us. Wazidi kufa maishani. And there are other things that continue growing. Na kuna vitu vingi vyazidi kukua. It is the principle of substitution. Ni kanuni ya kubadilisha. Some things are eliminated. Vitu vingine vyaondoshwa. Others come into being. Vingine vyaonekana katika eneo. And eventually, na hatimaye we come to that which God intended. Tunafika katika shabaha Mungu alionuia. And remember in Ephesians we say, kumbuka katika Waefeso tulisema, that God has intended Mungu amenuia us to come to a perfect, a mature man. Tufike katika mkamilifu ama mtu aliyekuwa mkomavu. Into the stature of the fullness of Christ. Hata kwa kimo na utimilifu wa Kristo. And we said the other time, tukasema wakati mwingine, that God intends that in two main ways of channels. Ya kwamba Mungu hutumia njia mbili ambazo tusitumia. Number one, as the bishop has said, ya kwamba kwa kwanza kama askofu alivyosema, that when we mature up, tunapokomaa, we cease from being children and we become mature sons. Tukoma kuwa watoto bali tufanyika wana waliokomaa. And when we become sons now, we can be entrusted
entrusted with the inheritance of God. Tukifanyika wana tutakuaminika katika ukwasi na urithi wa Mungu. Then the other way Basi njia nyingine is that we become his body. ili tufanyike mwili wake. And God has intended Mungu basi that amenuia his fullness will dwell in his body. ya kwamba utimilifu wake utadumu katika huo mwili wake. And because Jesus is the head, Maana Yesu Kristo ni what bwana wa kichwa. flows in the head will flow into the body. Kinafika kutoka kichwani kitafika kwenye mwili. So eventually we get the fullness of God. Hatimaye tupata utimilifu wote mzima. And when we are a perfect body, Na tukiwa mwili mkamilifu, God calls us now a church. Mungu basi anatuita kanisa. The fullness of him that has called us. Utimilifu wake yeye aliyetuita. Now that means Ina maana that is the purpose of God for us as believers. hayo ndio makusudi ya Mungu kwetu sisi That waumini. when we come to a position Tufike nafasini where we can get the inheritance of God and the fullness of God. ambapo tupata urithi wa Mungu na ukamilifu wa Mungu pia. Because as the bishop has said, Maana kama askofu alivyosema, God will not entrust his inheritance to babies. Mungu hataatibia ukwasi wake na urithi wake kwa watoto. I always say a very simple example. Daima nisema mfano rahisi sana. If you give a child the key of a vehicle to a child, Ukipatia ufunguo wa gari kwa mtoto mchanga, wale ugarino ni hapo, mwambie gari ni yako, so wewe moyo wako. maana ni mtoto wangu. The best that child can do is to grow up with that key. Ya bora mtoto atafanya ni kurusha funguo hizo. Ukipata ndio eno leo ina ipapaka na manashia. Ukipatia cheti ya shamba mwambie sasa hii ni shamba lote ni lako. The best that the child could do is to tear up that title deed. Ya bora mtoto kutenda akaona kwamba ni kura vipande ile cheti ya shamba. Because he's a child. Maana ni mtoto. That's why God intends us to come to maturity, that he may trust us with his inheritance. Yesu Mungu angependa tupate kufikia ukomavu ili atuaminie huo urithi And that wake. when we get it, we don't destroy it or ourselves with it. Na tukiisha pata hatutaharibu wala hatutajaribu sisi wenyewe kwa huo ukwasi. Luke 15, the Bible talks of a man who had 2 sons. Luka 15 anasema kuhusu mtu aliyekuwa na watoto wawili. And the younger one came to his father and said, give me that which belongs may fall on me. Yule mdogo akasema baba nipatie kile kinamkiacho. But this man was not mature. Lakini huyu mtoto hakuwa amekomaa. This son was not mature. Huyu mwana hakuwa amekomaa. In fact, the Bible says that he took that inheritance Ama kweli inasema kwamba akachukua ule urithi. and departed to a far country. Akaenda nchi ya mbali. If we receive the inheritance of God Tukipokea urithi wa Mungu and we are not mature, na tutakomaa, we will not be able to know how to handle it. hatutaweza kujua jinsi ya kustahimili. Like a small child will tear that title deed, Kama mtoto mdogo atararua ile cheti ya shamba. or we will destroy ourselves with it. Au tujaribu ama kujiangamiza wenyewe kwa hicho. In fact, this man went to a far country. Ama kweli kitenda huyu akaenda nchi ya mbali. He departed from his father's house. Akatoka katika makao ya baba yake. So if you are not mature, Ndio kama hujakomaa and in fact you get not even any other thing, you get a gift, na upate tu hata si kitu kubwa sana mimi tukipawa. it may destroy you Inaweza kukuangamiza. because you don't know how to handle it. Maana hujui jinsi ya kushughulikia. Because maturity is a manual that will give us insight on how to handle what God has for us. Maana ukomavu utakupatia maelezo kamilifu ya jinsi utakavyoshughulikia ukwasi na urithi ambao Mungu atachilia maishani Kale mwako. mashwa boke hao kiheo kudia miaka ile miaka tano yetu na kuona boke tiko ngoshige na kwa ude. Ukiwa kwa Mungu kupatiwa kipawa tuna Mungu mara moja tunakuona baada ya miaka mitano umeenda kujitukuza na hicho kipawa na kujiangamiza pengine. You depart from where you should be. Waondoka nafasini kwa You sababu depart from your father's house unatoka katika nyumba ya baba yako and you go to a far country. na unaenda katika nchi ya mbali. The other thing the Bible says that he wasted himself. Ya pili maandiko yanasema kwamba akajaribu mwenyewe. If you are not mature Kama utakomaa and you have gifts and God endures on you his inheritance, na una vipawa na karama ambao Bwana ametumikia maishani mwako, eventually you will destroy yourself. hatimaye utajiangamiza mwenyewe nao. You will go out there and try making yourself a name with it. Utaenda kule nje ujaribu kujiundia jina lako mwenyewe. That's why it is very, very important Kwa sababu ni muhimu sana that before we get to the full inheritance of God, we be mature. ya kwamba kabla tufikie katika urithi mkamilifu wa Mungu tupate kuwa wakomavu. And I will always say about that young man. Nasema kuhusu yule kijana